Ni siku ya Jumanne Juni 17 mwaka 2025 wiki hii. Karibu na jengo la Ement House, Moi Avenue, Nairobi nchini Kenya. Boniface Mwangi Kariuki mwenye umri miaka 22 alikuwa ni miongoni mwa wananchi waliokuwa wakiandamana kwa amani wakishinikiza uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha kijana mwingine Albert Ojwang aliyedaiwa kuuawa na polisi katika mazingira tata. Afisa mmoja wa polisi wa kikosi cha kukabiliana na vurugu akiwa na askari mwenzake alimfyatua risasi moja kwa moja kijana huyu iliyompata kichwani. Mashuhuda wanasema kuwa Boniface hakuwa tisho kwa yote. Alikuwa kijana mpole aliyekuwa akitafuta riziki yake kwa kuuza barakoa jijini humo. Taarifa za awali zilidai kuwa Boniface alifariki dunia papo hapo, lakini familia yake kwa sasa imekuja kukanusha taarifa hii kwa kueleza kuwa bado yupo hai. Baada ya tukio hilo, Boniface alikimbizwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta KNH ambapo alifanywa upasuaji wa dharura na kuhamishwa katika chumba cha uangalizi maalum yani ICU. Madaktari wa upasuaji wa bongo na mishipa ya fahamu walihusika kwa karibu kuhakikisha hali yake inadhibitiwa. Hadi sasa hali yake inaelezwa kuwa ni mahututi lakini bado yupo hai. Baba Boniface John Kariuki Nyambura amesema familia yake imepigwa na butwaa kutokana na tukio hilo. Ameeleza kwa uchungu ya kuwa mtoto wake wa pekee ambaye walimtegemea sana sasa yuko kitandani kuwa katika hali mbaya kwa kosa la kutafuta haki. Polisi wapaswa kutumia nguvu kupitia kiasi kwa raia wasio na silaha. Tunataka haki ipatikane. Mtoto wangu hana hatia, alisema kwa uchungu. Hii ni sauti ambayo nakuachia kupitia video ambazo yeye pamoja na wanafamilia wengine waliweza kuzungumza na waandishi wa habari. Kama umefuatilia matukio haya ambayo yalichukua nafasi siku ya jana kwenye maandamano ya amani ambayo yalikuwa yakifanywa na wananchi wa Kenya kwa Nairobi, kuna video ambayo ilimuonesha kijana wa Boniface akiwa ameketi kwa pembeni kwenye maduka ambayo yalikuwa yamefungwa na kisha askari kumfuata na kumpiga risasi. Lichokuwa video hizo siwezi kuonesha hapa. Hii hapa ni SNS Management. Ninaitwa John Kariuki Nyambura na kijana mwenye alipigwa risasi ni wangu, anaitwa Boniface Mwangi Kariuki na anafanyaga kazi ya hawking. Alikuwa anauza mask na mimi ni hawking. Sema nimemlea kwa shida sana, lakini sasa niko na usuni kulingana na sasa mahali yako, lakini si mbaya sana. Tutaopa bado atakuwa poa. Kijana kwa miaka ngapi? Miaka 20. Miaka 22. Akija shughuli zake za kawaida huwa anatokea mtaa gani Nairobi? Anauziaga huko, anatokaga Makandara, anauziaga huko Komashi. Tuzidi kumuombea Mungu ili hao madaktari ambao wanamshughulikia waweze kuokoa maisha yake. Thank you. Inasemekana kwamba mbali na Boniface Kariuki wapo waandamanaji wengine ambao waliletwa katika hii hospitali. Una ujumbe gani kuhusu hilo? Sijapata namba kamili, lakini madaktari wamesema kuna watu wengi wako hapa ambao wameumia, wako kwenye hospitali na wanashughulikiwa na vilivyo na madaktari. So sijapata orodha ya kuangalia kwamba ni watu wangapi wameletwa kwa ajili ya maandamano, lakini muhimu ni kwamba watu wote ambao wako hapa ambao wameumia ambao wako kwenye hospitali ni wale waliumizwa na polisi ama wale wahuni ambao walikuwa wameletwa na Bwana Sakaja kufuruga hiyo maandamano ya amani. Sasa kuna mtu hapa ameletwa hapa kwa sababu ya Mungu ama nini? Ni kwa sababu ya uhalifu ambao imetendwa na polisi na alafu na gavana wa Nairobi kupitia kwa wale watu waliajiri kuja kupiga vijana kwa barabara. So huyu ni mwenzake ambao anafanya kazi naye, labda angeelezea kidogo yaliyotokea. Naambia jina lako. So my name is Edwin Kadia. I'm a venter. Yesterday we were doing our business as usual. We were venting mask with Boniface Kariuki Mwangi. Fortunately alikuwa anauzia mask pale Imenti. Fortunately askari akakuja akaanza walinitia gas canisters ndio zilikuwa zinalia. So akiuza mask pale askari akamkujia akampiga makofi. After that akainua mikono. Baada ya kuinua mkono ndio askari aliweza kumshoot na akaweza kuanguka. So from there aliletwa hapa Kenyatta na amekuwa akishughulikiwa na madaktari. Personally mimi tumeweza kumuona na baba yake na tumeweza kuona ako uhai. Ile notion yenye iko kwa social media ameweza kuiaga dunia
ningetaka kuclarify kwa Wakenya kuwa Boniface Kariuki Mwangi ako uhai na tunamuombea Mungu ili condition yake iweze kuwa poa. Manake huyo ni kijana mdogo, alikuwa anajitafutia. Vijana wengi walikuwa wanaibia watu, lakini yeye alikuwa anauza mask vizuri. Na tungeweza kusema ya kwamba mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa letu la Kenya, kuona askari wakisumbua vijana wakifanya biashara zao, ni makosa sana. So sisi tungetaka kusema to this nyancha, tungetaka kusema ya kwamba Boniface Kariuki Mwangi ako uhai, na tungezidi kusema ya kwamba tuweze kumuombea ili aweze kuendelea vizuri. Hayo tu ndio tungeweza kusema kwa sasa. Baba Boniface, naomba kukuuliza, ungependa kuliambia taifa nini kuhusu kilichopata familia yako? Ningeomba